Uh, Tunaenda kwenye kundi lingine la malaika ambao ni malaika walio katika umbile la wanadamu, na hii kundi ni kundi ambao tunaliita malaika wa mtu. Tunapoongelea kuhusiana na malaika wa mtu, tunaongelea kuhusiana na malaika ambaye anachukua sura ya mtu, yani malaika ambaye anafanana na mtu kabisa. Kila mtu baada ya kuwa amekuja kwenye ulimwengu, Mungu anampea malaika mlinzi ambaye yule malaika anafanana na wewe kabisa. Tofauti na malaika wengine ambao nimewaeleza ni kwamba huyu malaika huwa anadili na wewe tu peke yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12 na mstari wa 15, kuna historia imeelezwa pale kuhusiana na malaika wa mtu. Baada ya kuwa Herode amemchukua Yakobo akamuua, na Wayahudi wakaonekana kwamba walifurahishwa na jambo lile. Maandiko yanasema kwamba alimchukua Petro akamfunga gerezani ili amuue siku ambayo ilikuwa inafuata. Sasa ulipokuwa wakati wa usiku, maandiko yanasema kwamba malaika wa Bwana akamtokea Petro akamtoa gerezani. Lakini kuna kisa ambacho kilitokea hapa. Baada ya kuwa Petro amefika mahali pale ambapo kulikuwa na watu walikuwa wanamuombea ili atoke gerezani, alibisha kwenye kilango cha lango, yani kale kamlango kadogo kwenye geti. Alipobisha, kuna kijakazi mmoja alikuwa anaitwa Roda akatokea kwenye kale kamlango, akasikia sauti ni ya Petro kabisa, akajua huyu ni Petro kiukweli. Na kwa sababu ya furaha ambayo alikuwa nayo, akarudi kwa wale watu walikuwa wanaomba pamoja, akawaambia nimemuona Petro, yani nimemsikia Petro anabisha kwenye lango. Watu wale walikuwa wanaomba, akamwambia we Roda, uko na wazimu nini? Yani walikuwa wanaomba Mungu ili Petro afunguliwe kutoka gerezani, lakini wako wanaamini kama kwamba Mungu anaweza akamtoa gerezani. Yani walikuwa wanaamini kwamba mizimu zaidi, yani walikuwa wanaamini mizimu zaidi inaweza ikafanya kuliko vile malaika wa Bwana anaweza akafanya. Wakati ule Roda alipokaza, aliposisitiza, akasema ni ukweli, mimi namjua Petro, ndio akamwambia huyu naye atakuwa ni malaika wa Petro. Na hapo ndio tunajifundisha kwamba kumbe kuna malaika wa mtu ambaye anafanana na mtu kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaenda kusoma kwa wakati wako, sitasoma hizo face, lakini unasoma kwa wakati wako kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 12. Kama ukisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 15, nadhani utakuwa umeelewa kila kitu ambacho kimefundishwa pale. Kwa hivyo kuna malaika ambaye kabisa anafanana na wewe. Kila mtu baada ya kuwa amezaliwa, Mungu anampeanga huyu malaika ili kwamba akusaidie, apate kukuokoa na apate kukupigania kwenye vita zako. Sasa ubaya, watu wengi hawajui kama huyu malaika yupo. Ingawaje watu ambao wamezaliwa kwenye familia ambazo kuna mizimu, wale watu mara nyingi ile mizimu ndio inalidanga yule mtoto. Naona huyu mtoto amezaliwa kwenye familia ambayo kuna mzimu unaabudiwa, kwa hivyo ule mzimu unaamua ndio uprotect huyu mtoto. Kwa hivyo kwenye ile familia kama umezaliwa kwenye ile familia, sio rahisi kuelewa kama kuna malaika wako ambaye Mungu amekupa. Maana huyo malaika alikuwa tayari ulipozaliwa alikuwa blessed na mzimu wa kwenu, badala ulindwe huyo malaika ukalindwa na mzimu wa kwenu. Sijui kama unanielewa hapo. Sasa huyu malaika anakuanga na kazi tofauti za kufanya kwa mwanadamu. Jambo la kwanza, huyu malaika huwa ndiye anatumikanga katika kukutoa ndani ya mwili na kuenda kukuonyesha ulimwengu wa kiroho, akakuonyesha mambo yale ambayo yako mbele yako. Maandiko yanasema Mungu huangalia mwisho wa jambo kabla ya mwanzo wake. Kuna watu ambao kile ambacho wanakifanya leo hii, kwanza Mungu aliwafungua macho wakakiona. Kile kinatokeanga ni kwamba huyu malaika atatoa spiriti yako ndani ya mwili, anaenda anakuonyesha katika ulimwengu wa kiroho. Aidha anaweza akakuonyesha ajali ambayo itakuja kukupata, akakuonyesha
vile ambavyo utakuwa mtu mkubwa, utakuwa daktari, utakuwa mwalimu, utakuwa mhubiri mkubwa, anakuonyesha ukiwa crusade, anakuonyesha ukiwa unafanya mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwa inatokea hata kwa wachawi. Wale watu ambao ni wachawi wanakuanga na malaika wao wa kuzimu, malaika wao wa mashetani ambao wanawatoa ndani ya mwili. Unaona, huyu mtu anaenda kwa hungo, anaenda anaroga mtu, baadaye anarudi. Huyo malaika wa kuzimu ndio anawatoanga wachawi. Lakini na sisi ambao tumeokoka tuna malaika wetu ambaye anafaana na sisi kabisa, ambaye ana uwezo wa kututoa ndani ya mwili, akaenda akatuonyesha mazingira ya kuzimu, akakutuonyesha mazingira ya mbinguni, na akaturudisha ndani ya mwili. Ndio maana utasikia mtu akisema niliota nikiwa mahali fulani, nilijiona nikiwa mahali fulani. Unakutana na mtu mwingine anakuambia, bwana kuna mahali nilikuona. Inawezekana alikuona kabisa yule mtu, labda ni mtu wa rohoni, mchawi, ama mtu ambaye ameokoka, ambaye ako connected na spiritual realm. Labda mlienda mkakutana katika ulimwengu wa kiroho, mkaonana kule, malaika wako akakutoa, ama malaika wako akaenda na wewe katika ulimwengu wa kiroho. Na maana malaika wako anafaana na wewe kabisa, yule mtu akawa anasema labda alikuona mahali. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Wakorinto wa pili mlango wa 12 mstari wa 2, maandiko yanaongelea mtu ambaye anaitwa Paulo. Paulo anasema kwamba namjua mtu alikuwa ndani ya mwili sijui, alikuwa nje ya mwili sijui, lakini Bwana anajua. Yule mtu alienda mpaka mbingu ya tatu. Kuna wakati Paulo amewahi kutolewa nje ya mwili, akapelekwa kwenye mbingu ya tatu, akaonyeshwa mazingira ya mbinguni, vitu zile ambao zinaendelea. Yaani ile impact ambayo Paulo alikuwa nayo ya kufundisha neno na kufanya kazi ya Bwana ilitokea kwa sababu alipata access ya kwenda katika ulimwengu wa kiroho, akafundishwa vitu fulani. Ukiona mtu ambaye ni mkubwa kwenye ulimwengu, mtu ambaye amefanikiwa sana, ujue yule mtu kuna uwezekano mkubwa sana amewahi kuonyeshwa kesho yake, na ndio sababu anaifuata na anafanikiwa kwa kiwango cha juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu malaika anafanyanga hiyo kazi kwa sababu kawaida ya malaika wanakuanga na identity ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho, lakini pia ulimwengu wa kimwili, kwa sababu ya ile nature yao ya kubadilika. Nilikusomea kwenye kitabu cha Waebrania, lakini pia kwenye kitabu cha Zaburi, nadhani ilikuwa ni kitabu cha Zaburi 104 na mstari wa 4, ambao inasema huwafanya malaika wake kuwa upepo na watumishi wake kuwa mwali wa moto. Lakini pia Waebrania nikakusomea 13 mstari wa 2, ikakuonyesha kwamba malaika wanaweza wakabadilika wakawa wanadamu, na kwa sababu ya kuwa wana tabia ama wakana uwezo wa kubadilika, malaika wanakuanga na uwezo wa kukaa katika ulimwengu huu ambao tunaishi wa kibinadamu, lakini pia wanaweza kuishi katika ulimwengu wa kiroho. Ndio sababu huyu malaika umempewa sasa, ndio akuwa anaweza akakutembeza akakupeleka kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini pia akakurudisha kwenye ulimwengu wa kimwili. Naongelea kuhusiana na malaika wa mtu. Sijui kama kuna mtu ananielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu malaika ili akuwe active na afanye kazi kwenye maisha yako, kuna vitu kadha wa kadha ambazo unafaa kuzifahamu kuhusiana na huyu malaika. Lakini kabla sijafika pale, unakumbuka kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 4 na mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba Yesu akachukuliwa katika roho, akaonyeshwa miliki za ulimwengu. Pamoja na kuwa Yesu aliyemchukua katika ulimwengu wa kiroho alikuwa ni malaika wa shetani, alikuwa ni mashetani alimchukua akamuonyesha miliki za ulimwengu, lakini shetani pia ni malaika. Nielewa, lakini shetani pia ni malaika, pamoja na kuwa yeye ndiye alimuonyesha miliki za ulimwengu. Kwa hivyo pointi yangu iko pale pale ya kwamba huyu malaika wako ama malaika mtu ama huyu malaika ambaye anafaana na wewe, huyu malaika ambaye Mungu alikupea ili kwamba akapade kusaidia kukutoa ndani ama ndani ya mwili, akakupeleka kwenye ulimwengu wa kiroho, akakuonyesha mazingira na mambo tofauti.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana